Ndio maana ni muhimu sana kujifunza namna ya kutoka kwenye madhabahu za miungu ya mababu na mabibi, miungu ambayo ilifanyika watu wakarithi magonjwa, watu wakarithi umasikini, wakarithi vifo kabla ya wakati, kutokuwa na elimu. Nikakueleza kwamba kama kwenye nyumba ya baba yako kuna maagano yalifanyika na kuna miungu mliuzwa kwa damu ya mnyama yeyote au ni damu ya mtu, uwe na uhakika katika ulimwengu wa roho, hilo agano la urithi mbaya huwa linadumu kwenye ile familia. Anajitahidi sana kufanya kazi, anajitahidi sana kufanya biashara, anaamka asubuhi mapema, anarudi usiku wakati watu wamelala, anaamka mapema wakati watu wamelala, lakini angalia anachokifanya, anafukuza upepo. Hakuna jambo analolifanya likaonekana, maana katika ulimwengu wa roho hawajawahi kurithi urithi mzuri. Na kwa sababu nyumbani kwenu hujawahi kurithishwa kitu kizuri, baba yenu alipogawa urithi yamkini kwa wale ambao walifikia kwenye hizo nyakati, uwe na uhakika hata watoto wako shetani hatakubali warithi urithi mzuri. Wakute wao na majumba, wakute wana biashara kubwa, alafu unapokusa nguvu watoto wanarithi ile spirit, ile roho ya baraka ya urithi mzuri ambaye ilikuwa kwako. Wataendelea na ile biashara, haitakufa, maana wanajua kumanage, wanajua kutunza ile biashara. Wale warithi wako, biashara haitakufa. Ndio maana unaweza kukuta kwamba katika maisha yetu ni muhimu sana kuwarithisha watoto wako urithi mzuri. Wakati mwingine kama una biashara, kama mtoto hajaenda shule, mpe muda wa kuona jinsi unavyohangaika pale kwenye ile biashara. Kaa naye aone mazingira, ni darasa pia. Kaa naye. Kuna wamama wapo wataki watoto oshe vyombo. Anataka vyombo viwe vimefutwa na binti wa kazi, binti msaidizi wa nyumbani. Akute vimefutwa tu, apakue chakula, hajui namna ya kuviosha. Akimaliza anapeleka kwenye sinki. Afu ni mtoto wa kike, unategemea anaenda kuolewa, atamoshia mtoto wake, mume wake nini? Vyombo. Mwisho siku ndio inaharibika. Mzigo ule uliolea wa urithi mbaya, anarudi na zile tabia. Sasa kweli hajui kupika, hajui kuosha vyombo, maana ulimrithisha urithi mbaya. Huo ni urithi wa kifamilia wa kawaida kabisa. Ninazungumza haya kabla sijaingia kwenye neno, ujue mahali tunapoelekea. Fundishe mtoto wako kazi za nyumbani, aoshe vyombo. Usiseme ni mdogo, hata kama unaosha vyombo mpe kabrashi na aanze kujua namna ya kuosha vyombo. Ile spirit, yani ile roho unavyomuonyesha ndio atakao kuwa nayo. Sasa unataka binti wa msaidizi wa kazi anaamka saa 10:30, afu watoto wamelala, na wakiamka anauliza chai wapi? Wamekaa mezani wanakunywa, wanaanza kuchezea simu au wanacheza game. Chakula cha mchana kinapikwa, anakula cha mchana, usiku anakula tena, anatandikiwa na kitanda, anafuliwa na nguo. Kuna wakati anatamani hata aogeshwe binti. Sasa jamani wapendwa, ni urithi mzuri huo? Tulizana kwa tutakuwa na urithi mzuri. Unatengeneza taifa au familia iliyobomoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni urithi wa kifamilia. Haleluya. Wewe ni urithi wa watoto wako. Wafundishe kujitegemea, wafundishe kujisimamia, wafundishe kuamka mapema na kufanya kazi za mikono, ili baadaye sije kawa lawama. Binti mzuri anaamka mapema, anafanya kazi, anajituma kwa bidii, anajitahidi kufanya vitu vya nyumbani mapema, kwa sababu amefundishwa. Ile roho anakuwa anatembea nayo mpaka anakuwa nayo. Basi tushirikiane kusoma neno la Mungu katika kitabu kile cha
Zaburi ya 106 mstari wa 40. Zaburi ya 106 ule mstari wa 40. Neno la Mungu linasema kwamba hasira ya Bwana ikawaka juu ya watu wake, akauchukia urithi wake. Sikia, neno la Mungu linasema kwamba hasira ya Bwana ikawaka juu ya watu wake, kisha akauchukia urithi wake. Zaburi ya 106 ule mstari wa 40. Mungu anasema kwamba hasira yake ilipowaka kwa machukizo ya zile familia, Mungu anakasirika, anachukia mpaka urithi wake wa yule mtu. Anaposema urithi, na maana kwamba anaharibu kila kitu. Hasira ya Mungu ikiwaka, huwa anaharibu kila kitu kwenye ile familia. Nikasema kuvunja agano la urithi mbaya, jambo la kwanza, kuna kuvunja agano la urithi mbaya katika nini? Uzao. Kuvunja agano la urithi mbaya, kitabu ukisoma pale, tuanze kwanza kuvunja agano la urithi mbaya kwa habari ya uzao. Mwanzo sura ile ya 15 mstari wa 4. Mwanzo, tushirikiane kusoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 15 na ule mstari wake wa 4. Nalo neno la Bwana likanijia likinena, huyu hata kurithi, bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia namna ambavyo mzee Ibrahim au Abraham, namna ambavyo ananena na Bwana waziwazi. Anamwambia Mungu, sasa mimi naondoka, ningali sina mtoto. Abraham akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Abraham baadaye akaitwa Ibrahim. Anazungumza, anasema kwamba hukunipa uzao. Tunaona Mungu wa mbingu na nchi, ule mstari wa 4. Ukianzia ile sura ya kwanza mpaka mstari wa 4 utapata maana zaidi. Mwanzo sura 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Na ule mstari wa 4 anasema, nalo neno la Bwana likanijia likinena, huyu hata kurithi, bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Na tunaona kwamba anasema, akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Uzao uliobarikiwa. Anamwambia uzao wako utakuwa kama nyota za kwenye anga. Utakuwa ni uzao uliobarikiwa. Abraham au Ibrahim anaambiwa na Mungu. Wapendwa wana wa Mungu, kwa habari ya uzao, wewe ulipozaliwa kwenye familia yenu, nikakuuliza siku ya kwanza, siku ya Jumatano, ni vitu gani mmerithishwa? Piga picha nyumbani kwenu, baba yenu amewarithisha nini? Na siku hizi tunawarithisha elimu watoto. Watoto wanapelekwa shule ambazo angalau zinaweza kumrithisha elimu nzuri, ambayo inaenda na majira na nyakati zilizo nazo. Unakuta sasa, kwa sababu ya agano la urithi mbaya ambao uko kwenye nyumba ya baba yako, hata watoto wako, ile madhabahu hairuhusu wakasoma shule nzuri ambazo za international au English medium, ambazo angalau zina uwezo. Sisemi zile ni mbaya, angalau huku private sector, maeneo mengine wanajitahidi. Na utakuta wakati mwingine uwezo mtu anao, lakini anasema huko ni fedha nyingi, sikuna shule nyingine, acha aende tu. Mtoto anaanza form 1 hata Kiingereza hajui.
Genesis hazichui, hajui, anaanza tena mwanzo. Badala ya kuendelea na eneo fulani, anaanza pale mwanzo. Ni kwa sababu msingi, Biblia inasema katika Zaburi ya 11 mstari wa 3, Zaburi ya 11 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba kama misingi ikiharibika, mwenye yake atafanya nini? Atakuwa na urithi mbaya. Msingi wa leo unaopita kwenye maisha ya kwenu ni kwa sababu kwenye kizazi chenu kuna matambiko na uganga yalifanyika. Watu wameuzwa kwenye miungu ya damu za wanyama, damu za watu. Binti anajitahidi kusoma, kijana anajitahidi kusoma, anakuta sasa hakuna mahali anafanikiwa, na hata kama amefanikiwa kazi inakosekana, na hata kama kazi inakosekana analazimishwa kwenda kwenye kazi za ovyo ambazo sio standard ya elimu yake. Sikia nikwambie, shetani ana shida na elimu yako, ana shida na destiny yako, yani ana shida na baraka zako, au na kile ambacho Mungu amekiandaa kwenye maisha yako. Nilikuwa naangalia kwenye mtandao, kijana mmoja akawa anahojiwa na jamaa mmoja, anaulizwa, asema mimi nilimaliza University of Dar es Salaam, nimesoma nikamaliza. Kwanza nilipoanza mwaka wa kwanza, ile semester ya kwanza nikafaulu vizuri. Ikaja semester ya pili, kuna mahali nikakosa bumu, nikashindwa kuendelea na masomo. Baadaye nikarudi mtaani. Niliporudi mtaani nikaanza kuokota makopo. Ana form 6 yake nzuri aliyofaulu vizuri. Amesema nimekosa bomu la kuendelea na shule. Wazazi wangu ni urithi mbaya, hakuna chochote. Hawana chochote. Mimi nimefanikiwa, nimebarikiwa kuwa na elimu na akili, lakini nani ananisomesha? Mungu alimsaidia angalau akapiga ile form 4 akafaulu vizuri, form 5 akafaulu vizuri, form 6 akafaulu vizuri kwenda university. Anafika anasoma semester ile ya kwanza anafaulu, anapotaka kuendelea vinakwama. Akajikuta muda umezidi kwenda, hana mahali pa kulala. Walichangia sehemu pale hostel na mwenzake, wakagunduliwa, wakafukuzwa wote. Anajua ni kubebe angalau kwa sababu nimejua hali yako. Uone kwamba urithi ukiingia, hata mahali ukijibanza mtu akusitiri, yani ile madhabahu itakutoa tu, utaumbuka. Akaondolewa pale, akaanza akarudi mtaani, nifanyeje? Na ukiwa na urithi mbaya, hakuna mtu atakupata 100, utajipambania mwenyewe. Hata wakati mwingine tunaweza kakama jalalani akaanza kula vyakula kama kichana. Maana kuna agano la ufukara, la urithi mbaya na mateso ambayo yako kwenye familia. Sikia nikwambie, haimaanishi kijana huyo hakuwa na uwezo wa mtu kumsaidia. Walikuwepo kabisa, ongeza kumfadhili na akaendelea na akamaliza degree yake vizuri kabisa. Sikia nikwambie, miungu ikigoma, hata ule msaada wa kwako unagoma, kwa sababu unapigana na kitu kinachoitwa urithi. Ili urithi matatizo, urithi mauti, urithi magonjwa, urithi shida, kwa sababu miungu inakataa. Yule kijana akaanza kuokota makopo, na wakati anaokota anaulizwa, bado amebeba liroba namna hii. Akaulizwa, hivi sasa kwa nini usingeenda na cheti chako kusoma hata kozi yoyote? Anasema, unasema kozi, hakuna mtu atakayenisaidia hata kulipia college. Nimehangaika rafiki yangu, nikiokota makopo, hapo naweza kupata 200, nikaenda nikalala mahali, kuna mahali kuna kontena, huwa najibanza pale, nimeweka neti na lala nje. Hakuna mjomba ananisaidia, wala baba mdogo, wala jirani. Sikia nikwambie, urithi mbaya ukiingia, unakufanya ukataliwe na kila mtu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana mambo haya kuanza kuyashughulikia sahihi. Shughulikia habari ya urithi mbaya kwenye familia. Kama baba yako alipita kwenye magumu, sio wewe. Kama mama yako na baba yako walipita kwenye masikini, wao kwanza kuwa mbegu itakayoota, mbegu itakayobarikiwa, utakao kumiliki na kutawala. Usitembee kwenye reli eti ni baba yako alipita kwenye magumu, alikuwa ni mlevi na upite huko, alikuwa na uharibifu na upite huko. Sikia nikwambie, wewe ni mtu
baskeli, mimi sijali lolote, taishi kama baba aliyoisha potelea mbali. Kwani baba aliyokuwa na kitu anatembea kwenye ukurasa mbaya na kukiri urithi mbaya. Sikia nikwambie, hakuna aliyepewa ufukara, hakuna aliyepewa magonjwa ya kurithi ya kisukari, si pressure, si magonjwa gani ya kurithi, si asima, si mapumu. Hakuna pumu ya kurithi. Ukishazaliwa wewe ni mtu mpya. Kataa magonjwa ya kipepo ya kurithi ambayo shetani anaingiza kwenye maisha yako. Kataa urithi mbaya kwa jina la Yesu. Wewe ni mbegu itakayoota, mbegu itakayobarikiwa, na watu wakikuona waseme hakika amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana Mungu. Eneo la pili la kuvunja agano la urithi mbaya, utumwa. Roho ya utumwa. Waulize wana wa Israeli namna ambavyo walipita kwenye magumu. Kisoma kile kitabu cha kuanzia kitabu cha Kutoka pale mpaka Hesabu, utaona namna ambavyo walipita kwenye magumu wana wa Israeli wakitoka utumwani Misri. Kiongozi wao Musa anapata ujumbe kutoka kwa Mungu. Haikuwa rahisi wale jamaa kutoka kwenye hii nchi. Walikaa miaka 400 utumwani, miaka 400, miaka ya mateso 400, miaka 400 walikaa utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa angalia kusoma kitabu Hesabu, kitabu cha Hesabu ile sura ya 32 na mstari wa 32. Hesabu 32 utaangalia namna ambavyo neno la Mungu linatueleza kwa habari ya wana wa Israeli. Hesabu ile sura ya 32 na mstari wake ule wa 32 nasema hivi: tutavuka hali tumevaa silaha zetu mbele za Bwana kuingia nchi ya Kanaani, nayo ni milki ya urithi wetu, itakuwa ng'ambo ya pili ya Yordani. Wanakataa roho ya utumwa wana wa Israeli. Hesabu 32 mstari wa 32, wana wa Israeli wanagoma, wanasema tutavuka hali tumevaa silaha zetu mbele za Bwana kuingia nchi ya Kanaani, nayo miliki ya urithi wetu itakuwa ng'ambo ya pili ya Yordani. Wanaona roho ya utumwa yatosha, wanaanza kusema lazima tutavuka, tutaenda ng'ambo ya pili, nchi iliyojaa asali na maziwa, nchi yenye afya njema, nchi isiyokuwa na mauti. Wana wa Israeli wanasema tutavuka tukiwa na silaha zetu, na kuna eneo nasema tutaenda na watoto wetu na mali zetu, tutavuka ng'ambo ya pili, nchi yenye asali na maziwa. Sikia nikwambie, watu wengi wanateswa, hawezi kuvuka ng'ambo ya pili, amekata tamaa, anakuwa mtumwa. Nikakufundisha kuna wakati mwingine unapokataa roho ya utumwa, kwa maana utumwa wa kimwili, jifunze kujiajiri mwenyewe ili kutoa roho ya utumwa, uwe huru hata kumwabudu Mungu aliye hai. Maana utakuwa chini ya mtu, utafanya vitu vyako. Jifunze sana. Kuna wakati umetapata neema ya mtaji, fungua biashara yako, isimamie, na Mungu atakuwa pamoja nawe na utabarikiwa. Na ujiamini unalolifanya ili libarikiwe. Hata kama mtaji mdogo, uamini kwamba utakuwa, anza nao hivyo hivyo, na ukimwamini Mungu atakusaidia mbele ya safari. Kataa roho ya utumwa, kataa roho ya utumwa, jisimamie mwenyewe. Anza na kidogo ulicho nacho, anza kuzalisha. Tukifanya biashara hapa tukabarikiwa, hata kodi ya nchi inaongezeka, na afya yako inaongezeka, na sadaka zinaongezeka. Kazi ya Bwana inajengwa, kwa sababu Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Maana roho ya utumwa, utaambiwa nenda huku, nenda huku, usiende kwenye maombi. Unamwomba bosi, naomba kwenda kwenye maombi, atakula maombi. Nenda ukale maombi yako. Hana muda na Mungu wako, kwa sababu yeye hana Mungu, wewe na Mungu. Hawezi kuthamini hicho alichokibeba.
kujifanya akili yako isiwe akili ya kuwa na kutegemea, akili ya kufanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mwana wa Mungu. Kata utumwa wa magonjwa. Fika kata, yaambie magonjwa, urithi wa magonjwa uondoke, urithi wa masikini uondoke, urithi wa tuko na elimu uondoke. Roho ya utumwa ikiingia, hata hela ya chakula upate. Unashughulikia nini? Tumbo. Hatukai tukala chakula tu, tunafanya kazi ili tupate na cha ziada, ili ufanye vitu vingine, sio tumbo tu. Kwa tunakuwa watumwa kushughulikia matumbo, lakini kwa habari ya kile cha ziada hakiwezi kuonekana. Unapojitahidi kusefu, unashangaa magonjwa yanaingia, shida zinaingia, mara msiba, mara umesafiri, mara umekopwa, mara umeingiza kwenye vikoba vya kipepo, hela imeondoka, hakuna kitu, unaanza kukimbia ndoa, unakimbia nyumba, mara ukiangalia kikoba kinakudai. Yaani wewe mtu mmoja umezungukwa na vikoba 10. Baba kiacha 100,000 ya matumizi kwa mwezi, mama atajitahidi kupeleka, watoto watapikiwa chukuchuku, vidagaa vinini, wanachemshiwa maji wa milimenda, lakini ile kikoba anapeleka. Baba anajua watoto wanadhoofika. Mikoba vingine ilikuwa ni utumwa na mapepo. Si kila kikoba utakuwa na furaha, vingine vinakuja ili kutoa afya yako ya kiroho. Kila wakati unawaza fedha, kesho natakiwa 60,000, kesho 10,000 mahali, kesho kuna 20, kesho, afu vyanzo vya fedha hana. Chanzo cha kuingiza hizo fedha hizo peleke kikoba hana. Unategemea nini? Usifanye vitu kama una uwezo. Fanya kile kilichoko ndani ya uwezo wako ili uwe na afya ya akili. Ataambiwa hii 10,000 itaikosa. Yaani utaipata tu wapi? Ndio watu wanaanza kujiingiza kwenye tabia ambazo sio, na ndoa zinaharibika. Maana akikosa anaanza kutumia njia nyingine. Na wengine walipata magonjwa ya HIV akaleta kwenye nyumba ili akalipe kwenye vikoba, angalau onekana amepeleka hela. Imekuwa ni roho ya utumwa. Kausha damu. Kausha moyo, kausha damu. Fanya kitu kulingana na maisha yako. Una uwezo wa mwanangu, jipe raha, tulia. Una uwezo wa kucheza mchezo 20 kwa wiki, peleka, inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja, wakati mwingine, huyo mpendwa alienda kukopa fedha mahali fulani. Alipopeleka ile fedha, akaambiwa lete kadi ya gari. Akaambiwa na yule mtu, lete kadi ya gari ili nikukopeshe fedha. Akaichukua ile kadi ya gari yake, akaipeleka, akapewa fedha milioni 5 ili akazalishe, akaacha na gari pale. Aliambiwa acha na gari kabisa, akaacha, maana alikuwa na shida sana. Anasema wakati alipoingia kwenye lile deni la kwenda kukopa ile fedha kwa riba, siku anapoanza kutafuta ile fedha izalishe, na zile fedha ni kama vile zina mapepo. Wengine wanajiungamanisha na miungu ili usipate, uendelee kupeleka riba, unakuwa chumolete wake, mtumwa wake. Yaani ukijitahidi kufanya biashara upate faida, upati ng'oo, maana ile hela ni ya kipepo na ilishasemeshwa. Hakikisheni asipate kwa wakati ili ateseke, ikiwezekana tuchukue na mali yake, ni mchume au analeta tu faida. Kwa hiyo mama ikifika wakati alikuwa milioni 5, kila rejesho atakiwa peleke 500,000 baada ya mwezi. Anafika mwezi ule anapeleka 500,000. Anarudi anaanza kusema labda Mungu atanisaidia nitaenda kupata milioni 5 tapeleka. Anakaa tena mwezi wa milioni 500,000 anapeleka tena. Yaani hiyo ni riba tu anapeleka. Anasema nimeendelea mtumishi kama miezi 10. Sogei haiongezeki. Akaja
kawaida, na gari yangu anaiendesha sasa hivi, anaitumia na vijari nalo, gari zuri kweli kweli la milioni 35. Lengo ameingia tamaa achukue ile gari ili riba iendelee, lakini alikuwa akipeleka riba anakasirika, akipeleka riba anakasirika. Sio furahi basi ongera. Sasa tulipoingia kwenye maombi na kuanza kuvunja chochote alichokitamka, kuweka roho ya urithi mbaya na utumwa kwa huyu mama, tukaanza kuvunja uchawi wake kwenye hiyo fedha aliyochukua, akatoa na sadaka akaambatanisha, tukaiombea. Baada ya mwezi mmoja yule mama akapata hela yake yote na riba ya milioni 5 na laki 5. Akaenda akamwambia, sikia nikwambie, nimekuletea fedha yako, nipe ufungua gari yangu na kadi yangu. Yule mama tulienda mimi na yeye, yule mama alikuwa mkali hajapata kuona, kalipelekea hela yake na riba. Anakuwa mkali kwa nini? Oh, umepataje hela? Imekuwa kuwaje mpaka umepata zote? Mimi nimekurudishia hela yako na riba zako nishakupa za nyuma, sijakwama. Nimekuletea na hii milioni 5 laki 5, kwa nipe fedha gari yangu. Na siwezi kukupa. Unajua mpaka tulienda polisi. Anamwambia, imekuwaje watu wakija huwa anachukua mali zao, wewe imekuwaje? Hii gari nilishaipenda, niuzie basi. Maskari wanakuja wanasema niuzie basi, asema siuzi. Ilikuwa ni shida, ndio mpaka akatoa ile fedha, akapokea ile fedha, akatoa na zile kadi, ndio tukaondoka na gari. Maana kama kusingekuwa na maombi, alikokuwa anaelekea hata fedha ya riba ingeharibika na kila kitu kingeharibika, na huo mtaji ungeharibika, singeupata kabisa. Lakini ashukuriwe Mungu, alikimbilia madhabahuni pa Yesu. Ndio maana nataka nikwambie kwamba si kila mahali utakopa kwa riba. Wengine watakufanya wewe mtumwa wao, wachuma ulete. Unapochukua hizo fedha, hakikisha unaachilia damu ya Yesu na umepata kibali ya hiyo fedha ndio uchukue. Lakini si kwamba kuna siku utakuwa mtumwa, watabeba friji, watabeba TV, watabeba kila kitu. Kataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni utumwa mbaya. Anateseka kwenye agano la utumwa mbaya. Anateseka kwenye agano la utumwa mbaya. Ndio maana jioni ya leo, kataa utumwa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utumwa wa magonjwa, eneo jingine, utumwa wa magonjwa. Kumbukumbu la Torati 28 mstari 21. Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana atakuambatanisha na tauni hata utakapokisha kuondoka katika nchi. Bwana atakuambatanisha na tauni hata utakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kuimiliki. Kuna maeneo mengine yamebeba roho za utumwa na magonjwa. Mungu anawaambia wana wa Israeli, msipoondoka kwenye nchi ya utumwa huu hapa Misri, nitawaambatanisha na tauni, mtaumwa na mtakufa. Kwa ndio maana kuna wakati Mungu anakueleza kwamba lazima uondoke kwenye hili eneo, maana magonjwa yako kwenye hili eneo. Pia Yesu anasema ombea hili eneo, maana ardhi yake imenenewa magonjwa, ina urithi mbaya. Ulienda kununua kiwanja mahali ambapo hujawahi kukomboa, land deliverance. Kuna eneo lazima ukomboe ardhi ya eneo lililonunua. Unapiga msingi, nyumba iendelee, unaishia pale, maana umenunua kwenye urithi mbaya. Walikuwa wanapenda uganga, kila unalofanya lazima uchimbie kitu, na wewe unaenda kununua juu ya kitu cha mtu alichochimbia mifupa ya mbuzi huko na damu za mbuzi, damu za kuku. Kwa kuna wakati Mungu anakueleza kwamba katika nchi au katika eneo hili
anasema lazima uachilie damu ya Yesu kwenye hilo eneo, ili tauni iliyoko kwenye hii ardhi, magonjwa yaliyoko kwenye hii ardhi yasikupate. Unafika mtu anaanza kujenga tu, hajafanya land deliverance, hajamwaga chumvi iliyoombewa. Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa pili. Wafalme sura ya pili, Wafalme wa pili sura ya pili ule mstari wa 19. Wafalme wa pili sura ya pili na ule mstari wa 19 inazungumza, akaambiwa apeleke chumvi. Elisha akamwage kwenye chanzo cha maji, maana huko ndiko kulikuwa kuna kuzaa mapoza kwenye ile nchi. Kwa leo hii kwenye ardhi ya kwako kuna chanzo cha mapoza na magonjwa, maana ile ardhi ni ya kwao. Shetani anahesabu ni ya kwake, shetani anahesabu ile ardhi ni ya kwake, anaichua ni ya kwake, hujawahi kuikomboa. Wapendwa, wengi wakijenga nyumba anakimbilia kuleta wachungaji wabariki nyumba. Nyumba sawa, itabarikiwa na kufunguliwa, lakini unabariki nyumba, chini kuna vitu vilifanyika, iko chini ya laana, iko chini ya mateso. Lazima uanze na ukombozi wa ardhi yako kwa kupeleka chumvi ya Elisha. Unakamata ile chumvi unaiombea. Chumvi kibibilia inafanya kazi. Mwaga kwenye ardhi yako, semesha ardhi yako. Yeremia anaiambia nchi sikia neno la Bwana. Ardhi huwa ina tabia kusikia. Kama ilipandwa magonjwa, fukuza magonjwa kwa kuyasemesha. Iambia ardhi, msingi achia nijengwe. Magonjwa toka kwenye hii ardhi, toka kwenye ardhi. Maendeleo yaliyofungwa, kuna watu walikuja kwenye ardhi yako wakaisemesha, sije wakafanikiwa. Sikia nikwambie, kama hujaisemesha ile ardhi na unajua kabisa hakuna kitu kinachoendelea, na kwambia utakusanya ile mifuko simenti, mwisho wa siku mnaila, hakuna kuendelea. Kwa sababu ile ardhi imeambiwa kwamba isijengwe. Kwa hiyo inakuwa inapambana na wewe, no kujenga, hakuna ukuta kusimama. Mimi nilishapewa damu na yale mapepo yako kwenye ardhi. Ndio maana nataka nikwambie jioni ya leo, lazima uwe na akili ya kiroho kusemesha kila jambo katika ulimwengu wa roho. Ukiona jambo aliendi, kuna sababu. Ukiona jambo alisogei, kuna shida. Kwa nini aliendi? Ukiona mambo yasogei, yamestaki kila wakati ni mambo yale yale, kuna matatizo katika ulimwengu wa roho, kuna shida katika ulimwengu wa roho. Lazima usimame na kuisemesha ardhi iachie maisha yako, na magonjwa yaliyo kwenye ardhi yaondoke kwenye nchi yako. Bwana Yesu asifiwe. Eneo lingine, jina ulilopewa, urithi wa jina baya. Tunaona Sara kabla ya kurithi jina zuri alikuwa anaitwa Sarai, na Ibrahimu kabla ya kuitwa Ibrahimu alikuwa anaitwa Abraham. Kwa hiyo walipopewa jina la urithi nzuri, akaambia tangu leo hutaitwa tena Sarai, utaitwa Sara. Ibrahimu akaambiwa kuanzia leo hutaitwa Abraham, utaitwa Ibrahimu. Wanabadilishiwa majina. So kuna jina linaweza likabeba spirit, roho. Nikakwambia siku ya Jumatano, unaonekana unawanga mahali, inawezekana bibi yako alikuwa na ile maroho huna, lakini unaonekana una sura yako inawanga. Kila anayekuwa anakuona wewe mchawi, unasema vibaya, unajiuliza hata uchawi si uchui. Kumbe jina lilopewa, inawezekana yule mwenye jina kizazi cha pili au cha tatu alikuwa na madhabahu za uchawi, na amerithi hilo jina, watembea nalo. Ndio maana ni muhimu sana kufanya ukombozi wa jina na kulipelekea damu ya Yesu ipe gharama. Mwanzo 48:6. Kitabu cha Mwanzo ile 48 mstari wa 6. Na wazao wako utakuwa wazaa baada ya hawa, watakuwa wako kwa jina la ndugu zao
wataitwa katika urithi wao. Amen. Tunaona kwamba ikawa baada ya mambo haya, Yusufu akaambiwa, tazama, baba yako hawezi akawatoa wanawe wawili, Manase na Efraim, pamoja nao. Huyu ni Yusufu anaambiwa, lakini anaambiwa hivi, na wazao wako utakao wazaa baada ya hawa watakuwa wako, kwa jina la ndugu zao wataitwa katika urithi wao. Yaani hawatarithi majina ya kule, ila watarithi katika urithi wao, kwa majina yao mengine mapya, kwa majina ya baraka. Na kuna majina yamesema yanabeba roho. Wewe unamwita mtoto Taabu, atarithi nini? Unamwita mtoto Masumbuko, atakuwa anafanya nini? Etasema mama alikuwa anapata shida, anasumbuka na yule mtoto usiku ndo anapata shida wakati wa ujauzito, basi utamwita Masumbuko. Kama sifa, unamtoa Masumbuko kweli? Na kuna mengine majina ya kimila yaliyobeba maana fulani. Mwingine jina lake anaitwa Kafisu, kwa mwingine ana jina fulani la kilugha anaitwa fulani. Leo tungepeana muda ya majina hapa tungekimbia na maana zake ya kilugha. Bwana Yesu asifiwe. Unamwita mtoto Kaini, liko kwenye Biblia lipo? Silipo? Ni zuri baya? Zuri. Kaini alifanyaje? Alimuua nani? Mdogo wake Habili. Haimaanishi kwamba haijalishi liko kwenye Biblia, lakini tunaona limebeba sura fulani ya uwaji hivi, roho ya hasira ya kutokutoa sadaka iliyo bora mbele za Bwana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi watoto wao wanaitwa Eva? Nyosha mkono. Eva, wewe ndio Eva. Uwe Eva wa kizazi cha Agano Jipya. Eva alifanyaje? Alimdanganya nani? Adamu. Wale nini? Matunda. Wakadanganywa na nini? Na nyoka. Ukaone majina ya kina Eva, lakini sio wewe. Wewe uko Eva wa Agano Jipya. Ukaona kina Eva tabia zao, huwa wana tabia fulani hivi ya utakatifu kabisa, lakini shetani akimpitia anaweza kubadilisha moyo wake mara moja. Ni wanadamu walioanza wa kwanza katika uzao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kuna majina mengine lazima jina lako ujue ni jina limebeba kitu gani. Eneo jingine, madhabahu ya urithi mbaya. Ulipozaliwa kitovu chako kilienda wapi? Kuna watu wanatabia mtoto akizaliwa anampa bibi yake kitovu, anaenda kuchemsha supu. Wewe kitovu cha mwanao miezi 9 umehangaika nao, bibi anakuja kijijini, anakuja kutafuta nini? Kitovu. Mnamwita bibi au shangazi kutoje aje amnyoe mtoto nywele siku 40 eti zimetimia. Nyumbani kwako una mkasi, una kiwembe, paka aje achukue kile kitovu, anaondoka nacho anapeleka mahali, anasema eti nakipeleka kwenye makaburi. Wakienda wanazika kwenye masale, kwa wale walioka kaskazini kule Moshi, kina kwenye masale na mafuvu ya wazee waliokufa siku nyingi kwenye masale pale yamekaa. Au kwenye makaburi ya mabibi kanachimbiwa pembe yao kwenye mgomba kwenye mti fulani. Au kinapelekwa kwenye kaburi la babu yake pembeni kinachimbiwa pale. Na nywele za uchanga zinachukuliwa zinapelekwa kwenye kaburi.
Sasa yule mtoto sio kafikiria kwamba umemuungamanisha na miungu ya urithi wa mizimu. Wewe kitovu chako kilenda wapi? Au cha wanao limpa nani? Akizaliwa kimekauka, usikitupe chooni, chimbia au choma moto. Ila mara nyingi choma tu moto. Chukua karatasi kama mafuta ya taa, piga moto, kama moto unawaka, choma. Basi umeteketeza hivyo. Usikitupe kitovu cha mwanao chooni. Chooni kuna mapepo. Ni pachafu. Kwa sababu kitovu ni uhai, ni urithi, ni uzao. Kwa unapokiweka kwenye eneo la kwako, sio eneo la kupangisha nyumbani kwa mtu unachimbia kitovu cha mwanao chini, choma moto. Kama uko kwako sio unaweza kuchimbia. Kama sio kwako choma moto, umepanga. Sio unachimba kitovu cha mwanao kwenye eneo la mtu. Anabeba roho za pale za yule mwenye nyumba. Jiulize kuomboa urithi wa wanao kupitia madhabahu ya kitovu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama hata sadaka yako tutaendelea kuomba. Simama na ukamate sadaka yako ya urithi mzuri, kisha tutaanza kuvunja urithi mbaya kwenye maisha yetu. Yesu akasimama akatutetea akatuongoze, na Mungu yuko katikati yetu anatutetea na kutupigania, na tunaamini kabisa yeye ndiye amefanyika baraka katika maisha. Kamata sadaka yako na isemeshe. Hebu simama hapo ulipo sahihi. Simama hapo ulipo sahihi. Tunapoingia kwenye maombi ya kwenda kuvunja urithi mbaya, utatamka mwenyewe, utatamka chochote kinachotesa maisha yako. Baba, tunasogea mbele zako. Hatujaja mikono mitupu, bali tumekuja na sadaka. Sadaka zikanene mema, zikaujenge ufalme wako mbinguni. Sadaka zikaujenge ufalme wako mbinguni. Bwana, ninazikabidhi mikononi mwako sahihi. Mungu, tunasemesha sadaka zetu zikawe manukato mbele zako, zikavunja urithi mbaya, zikarithi ugonjwa wa magonjwa, zikavunja urithi wa magonjwa. Semesha sadaka yako, isemesha, anza kuiambia sadaka yako ikavunja urithi mbaya, ikavunja ugonjwa wa magonjwa. Magonjwa na kulishwa vyakula vya kwenye ndoto usiku, piga na vinywaji vya ndoto, vyakula tulivyorushwa usiku vya kipepo na vinywaji vya kipepo, na chochote alicholishwa na vitobo na nywele za uchanga na ibada zilizofanyika za wafu na mababu na mabibi, toka mbele zako sasa Bwana. Tumekamata sadaka zetu vikavunja urithi mbaya wa magonjwa yaliyopandwa kwenye miili yetu. Wengine wamerithishwa magonjwa yameanza kupandwa kupitia ndoto na kunyweshwa vinywaji. Tunafuta, iwe ni vinywaji miminika, tunafuta kwa damu thamani, tunafuta kwa damu thamani, tunafuta kila madhabahu, tunafuta urithi mbaya, urithi wa vifo vya kabla ya wakati. Tunapiga magonjwa ya vifo kabla ya wakati. Damu ya Yesu kanene mema, kupigwa sindano za kipepo, kunyweshwa vyakula vya vinywaji vya kipepo. Tunavunja urithi mbaya wa magonjwa waliorithisha kwa kunywesha na kulishwa vyakula na mashindano ya kipepo. Wengine walipigwa sindano wakati amelala, wengine alichomwa mwiba, wengine alikatwa na kiwembe, wengine aling'atwa na nyoka wakati amelala ili waweke sumu mbaya, wengine alinyeshwa vinywaji vya kipepo. Pokea sadaka zetu Bwana, pokea sadaka zetu, zikanene mema Bwana, zikanene mema Bwana. Inaachilia neema yako Bwana, inaachilia neema yako Bwana, inaachilia urithi mzuri na licho mzuri, inaachilia urithi mzuri, urithi wa nyoka na utoa, urithi wa uzao wa nyoka, urithi wa uzao wa nyoka, urithi wa madhabahu ya nyoka kwenye familia. Toka na uachie, toka na uachie, toka na uachie urithi wa kurithi vitu viovu, vitu vibaya, ugomvi na mafarakano. Toka na uachie ugomvi na kuachika kwenye ndoa, magomvi yasioisha kwenye familia. Toka ewe urithi mbaya, magonjwa na uharibifu. Toka urithi mbaya, kutokuwa na elimu na utajiri na heshima. Toka urithi mbaya, toka kwenye maisha yake, toka kwenye maisha yake urithi mbaya wa kutokuwa na elimu. Toka kwenye maisha yake urithi ya vifo vya kabla ya wakati, urithi wa kupata ajali na kufa. Toka kwa jina Yesu urithi wa kuuana na kulogana na kwenda kwa waganga. Toka kwa damu ya zamani, toka urithi wa kulogana, toka urithi wa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Toka urithi ulioko mbaya, urithi wa kunyweshwa vyakula, urithi wa kurithi mavazi na fimbo za kimila na vifaa vya kimila ulizopewa. Toka kuanzia sasa urithi mbaya wa China lilo nalo ukuachie kwa jina la Yesu. Uachie maisha yako, uachie maisha yako, uachie maisha yako, uachie maisha yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo.
wanazetelea haya. Baba, naachilia neema yako, naachilia ukoko Bwana, naachilia neema tamaa, ikanene mema Bwana, ikafungue maisha katika jina la Yesu. Pokea na nguvu zako ambazo zinatenda kazi mahali hapa, zikanene mema katika yetu Bwana. Pokea sadaka zetu, maana nikatoa mbele zetu na mbele zako Bwana, katika utukufu wako tangu sasa na hata milele. Amen.